kama taifa chagulifu katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Mungu akasema, wewe ni mtu mwaminifu kweli. Akatembea pamoja nao, akawapa ushindi, akawapa amani, akawapa maji wakati wa kiu, akawapa chakula wakati wa njaa, akawavika muda wa miaka 40 bila kukosa mavazi. Akatembea katikati yao na wakamuita ya kwamba yeye ndiye Bwana. Unataka katika maisha yako leo kwa 2026, mpendwa, unapoanza mwaka unapaswa kuchagua ni nani tutaenenda pamoja naye mbele tuingie katika avantire ya hii mwaka 2026. Tunapaswa kuchagua. Mara nyingine sisi tuna ahadi za watu, tuna ahadi zinazotutia moyo, ni za watu. Labda una ahadi za Mungu, labda wewe una kazi nzuri, una familia inayokujali, labda una marafiki wenye nguvu, una wasponsor, una wale wanaokuthamini. Lakini ninakujulisha ya kwamba asubuhi ya leo, kama Mungu ataenenda pamoja na wewe, hautafika fasi, hautafika fasi. Utapiga vita lakini hautapata ushindi. Utapiga vita lakini hautapata furaha wala nguvu na mamlaka. Maombi yangu ni kwamba Mungu akusaidie uchague kuenenda naye, kuenenda na Bwana, kuanza mwaka pamoja na yeye, kuanza safari pamoja na yeye, kwa sababu ni yeye atakutia nguvu, ni yeye atakubariki, ni yeye atakupa ushindi juu ya maadui zako. Bwana Yesu asifiwe. Uchague ni nani utaenenda naye katika mwaka huu. Yoshua anatoa mfano, anasema nyinyi mnaweza kushindwa kuchagua. Leo mnaweza kushindwa kuchagua kumtumikia Mungu. Ikiwa mmefanya chaguo la kuenenda na Bwana, Yoshua anashauri ya kwamba tuchague kumtumikia Mungu, kumtumikia Bwana. Na kama hatutamtumikia yeye, amesema yeye na nyumba yake watafanya nini? Watamtumikia Bwana, watamtumikia kwa moyo na kwa bidii. Na kama sisi tunachagua kumtumikia Bwana, hebu tufanye kama mwandishi wa Kolosai sura 3 mstari wa 23 ambaye anatualika kusema tufanye kilicho njema kwa Mungu. Chagua kufanya lililo njema kwa Mungu katika 2026. Na yale utakayoifanya uhakikishie ya kwamba unaifanya kwa moyo wako wote, unaifanya kwa bidii, na ya kwamba unaifanya kwa Mungu, sio kwa mtu. Kwa sababu ukifanya mambo kwa watu watakuchoka, wala wewe utawachoka. Watakosa ukushukuru, utachoka. Watakosa ukwambia asante, utachoka. Watakuonesha mifano isiyo mizuri, utachoka. Lakini wewe mpendwa, chagua kwa